Mimi na washauri wa Tanzania wote wakatae hoja ya maandamano. Hoja ya maandamano haileti tija kwa Watanzania. Hoja ya maandamano italeta maafa makubwa kwa Watanzania. Lazima tukubali kwamba Tanzania ni nchi ya amani na itafanya mabadiliko yake kwa amani. Tusubiri uchaguzi umalize, tuingie katika mchakato wa kudai katiba mpya. Katiba mpya itakwenda bungeni, watu wataandika wanayoyataka, katiba itakuwa mali yetu sote wa Tanzania. Lakini tunaipata katika njia za amani, tunafanya mabadiliko yetu katika njia za amani, tusiwe watu wa kuiga mataifa ya watu. Kwamba leo hii ni jambo la kusikitisha kuona wenzetu wameingia katika matatizo ya balaa la shida kwa sababu ya mambo kama haya. Mfano Libya walifika pahala watu wakawa wanaoa kwa pesa za serikali. Pesa ya serikali na wanaoa, wanapewa kazi, wanapewa mpaka nyumba. Wakashawishika. Leo Libya wanaomba, wamekuwa maskini. Tunisia hivyo hivyo, na nchi nyingine nyingi duniani wamekuwa maskini, hawana mbele, hawana nyuma, baada nchi yao kuitumbukiza kwenye balaa. Kwa hiyo nchi hii ni nchi ya amani na tumeirisi katika misingi ya amani. Na waomba viongozi wote wa vyama vya siasa tuingie katika mchakato kwa amani na tumalize kwa amani, ili tuweze kupata uongozi mpya utakaoongoza nchi yetu kwa miaka 5 ijayo. Lakini vile vile ningechukua nafasi hii kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumwambia Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwamba hatutaki kuona damu inamwagika nchi hii ya Tanzania. Tunataka kuona amani na utulivu. Kwa vile hatua kali zichukuliwe katika kulinda amani na utulivu ya nchi hii isije ikateteleka. Hatutaki kuona vizuka, hatutaki kuona walemavu, hatutaki kuona wazee wametupwa na watoto wao, hatutaki kuona nchi imemwaga damu. Mliapa kulinda katiba na katiba imekupeni mamlaka ya kuhakikisha amani na utulivu wa nchi hii mnausimamia. Kwa vile simameni viongozi wetu kulinda amani na utulivu, na muwe tayari kupambana na mtu yoyote atakayeleta fujo ndani ya nchi hii. Napenda kuambia watulie, wahakikishe tuilinda amani, ambapo kwa wakitulia tukilinda amani tutafanya shughuli zetu vizuri, maisha yataendelea, itakuwa hakuna kusukumana, hakuna kugombana, hatupati matatizo ya aina yoyote. Mimi napenda kama mzazi, napenda kauli hiyo walioitoa wenzetu chama cha upinzani. Si kauli nzuri na waitupilie mbali, na ni kauli iliyokuwa haina maono kwa Wazanzibari na kwa Tanzania kwa jumla. Ni kauli za kupotosha jamii, lakini bado sisi kama wananchi Wazanzibari na Watanzania kwa jumla, amani iliyopo inaridhisha. Na wala sichukue vishawishi kutoka kwa mtu kwa ridhaa ya matakwa yake ya ulafi wa madaraka, akawatia jazba vijana ili kuona kama hakuna chochote kinachofanyika ndani ya miaka 5.